Mimi naitwa Korumbala Barbers, mwandishi msomi, na huu ni mwendelezo wa taarifa ambayo tumeanza kuiripoti kuhusiana na mabinti wawili ambao iripotiwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wamepotea wakitokea mkoani Arusha. Wa kwanza akifahamika kwa jina la Karen Didas. Mimi naitwa Korumbala Barbers, na huu ni mwendelezo wa kuendelea kufuatilia sakata la mabinti wawili ambao wanatokea mkoani Arusha, ambao inadaiwa kwamba mwaka umepita tangu kutokuonekana kwao mara ya mwisho. Wa kwanza ni Karen Didas na Kivona Toroka, mabinti wadogo hawa, huku Karen akiwa na umri wa miaka 23 na Kivona Toroka akiwa na miaka 22. Kwa siku ya jana tulipata nafasi ya kumsikiliza kijana anayetajwa kwenye kutokuonekana kwa mabinti hao, Godwin Ndosi, kama ni mtu wa mwisho kuwa nao, lakini pia alikuwa analalamikiwa kwamba hakuwa anatoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na ndugu wa hawa mabinti, hasa upande wa Karen, na yeye akawa ameeleza kwa namna gani ambavyo alishiriki, ikiwemo kwenda kutoa taarifa ya kutoweka kwa Karen polisi, na kwa namna ambavyo alishiriki pia kuwapa taarifa ndugu na kutuma nauli ndugu aje watoe maelezo polisi na vitu kama hivyo. Sasa kwenye ile taarifa tulitumia maelezo ya upande wa pili wa ndugu zake wa Karen, hasa kwenye kile ambacho kilikuwa kimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na yeye Godwin alikuwa anajibu kutokana na maswali ambayo alikuwa yanaacha kwenye ile taarifa ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa siku ya leo tunampa nafasi dada ya Karen, ambaye yeye ataeleza kwa namna gani ambavyo wao kama familia wamepambana kumtafuta mdogo wao huyo Karen pamoja na rafiki yake, kwa namna gani walipata taarifa na kwa namna gani ambavyo wanaendelea kufanya juhudi za kumpata ndugu yao, na kwa namna gani ambavyo Godwin alitajwa kwenye ile taarifa, ushirikiano gani ambao wao labda walikuwa na mashaka kwamba hujatolewa au umetolewa kwa namna gani. Toka tupate upande huu na pia tuwasikilize, na tumezungumza naye kwa njia ya simu kwa sababu hayuko Arusha, na haya yalikuwa ni maelezo yake tukiwa tunawasiliana mimi na yeye kwenye simu kwa mara ya kwanza. Mara mwisho ilikuwa ni lini kuwasiliana na Karen? Mara ya mwisho mimi niliwasiliana na Karen ilikuwa Jumatano ya mwezi wa 6. Sikumbuki sasa Jumatano hiyo ilikuwa ni tarehe ngapi. Okay. Ambayo Jumamosi ndio huyo boyfriend wake akanipigia simu kuniambia Karen apokee simu. Okay. Na ukajaribu kumpigia au baada ya hapo kumpigia? Ndio, nami nikajaribu kumpigia simu, ikawa inaita tu haipokelewi. Na baada ya siku 3 simu ikazimwa kabisa. Kwa hiyo ilikuwa inaita tu haipokelewi? Ndio, ilikuwa inaita kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23 simu. Okay. Na kuna maelezo kwamba tarehe 4 mwezi wa 6 pia aliwahi kupotea kwa namna hiyo hiyo? Sio kweli. Mimi sikumbuki tarehe. Lakini nakumbuka kuna siku nilipigiwa simu na huyo Godwin. Akaniambia kwamba Karen ametoka nyumbani kwake. Kwake Karen sasa. Okay. Akampa dereva. Wakaenda mjini, wakazunguka kwenye mizunguko yao yote. Ndio. Walivyomaliza, Karen akamwambia anataka kwenda kwenye mall fulani. Hiyo inaitwaje, nimesahau jina. Okay. Kwa hiyo alipofika pale, Karen akamrelease dereva, akamwambia dereva, wewe ondoka. Alivyomwambia wewe ondoka, dereva akawa ameondoka. Kabla dereva hajaondoka akampigia bosi wake ambaye ni Godwin sasa. Akaambia Karen kaniambia niondoke, atanipigia nije nimchukue. Godwin akamwambia dereva kaa hapo hapo. Alivyomwambia kaa hapo hapo, baadaye Godwin akatoka alikotoka, akaenda mpaka kwenye hiyo mall. Wakati Godwin anatoka huko ofisini kwake anaelekea kwenye hiyo mall, dereva akamwambia nimemwona Karen anatoka kwenye hii mall, ametokea upande wa pili, ameingia kwenye gari ya mtu mwingine.
Godwin akasema mimi naendelea kumpigia simu apokei. Na mimi kweli nikawa nampigia simu, mdogo wangu alikuwa anapokea. Baadaye akazima simu. Alipozima simu, Godwin akaendelea kuwepo kwenye hiyo mall. Ameendelea kuwepo kwenye hiyo mall. Baadaye ikapita kama vile masaa mawili, Karen akarudi. Aliporudi akamwambia Godwin kwamba simu yake ilikuwa imeishiwa chaji. Godwin akamuuliza yule mtu uliyekuwa naye ni nani? Karen akamwambia hata sio mtu muhimu, ni rafiki yangu tu. Kwa hiyo hakuwahi kupotea kwa siku 10 anazosema sio kweli. Na nimeona pale anasema baada ya hiyo baba akiwa hapo nyumbani kwake kwamba Karen na rafiki yake walirudi nyumbani. Lakini mimi kwa maelezo alioniambia tarehe 21 aliniambia kwamba yeye ndo alimrudisha Karen nyumbani kwake. Kwa mimi sijui kwa nini yeye anaamua kusema uongo, sielewi. Na walikuwa hawakai pamoja. Walikuwa hawakai pamoja lakini wanakaa mtaa mmoja. Na hata hiyo mara ya mwisho hiyo ya ambayo nasema kwamba sijui alikuwa na dereva, haikufikia kiwango ambacho ulisema akatoe taarifa polisi. Baada ya kuwa amekaa muda mrefu apatikani, hatukufikia kiwango hicho. Hatukufikia kiwango cha kuambizana sisi katoe taarifa polisi, hapana. Siku niliyomwambia akatoe taarifa polisi, niliyomuomba kumwambia, nilimuomba ni baada ya hiyo kwanza tarehe 21 haonekani, ndo nikamuomba nikamwambia kwa kuwa wewe uko hapo, tunaomba utusaidie kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Ndo akawa ameenda kituo cha polisi. Na Karen Arusha alikuwa anafanya shughuli gani? Ndio. Karen Arusha alikuwa anafanya shughuli gani? Alikuwa anajishughulisha na ushonaji, alikuwa anashona na kufuma. Na mwenzake au rafiki yake? Rafiki yake alikuwa ni mwanafunzi. Chuo gani? IAA. Kuna namna ambavyo walikuwa labda wanagombana na kushirikisha kwamba labda shemeji kanipiga au vyovyote kabla ile tukio? Kupigana hawajawahi kupigana. Lakini walikuwa wana ugomvi wa mara kwa mara. Na ugomvi ambao Karen alikuwa anaulalamikia sana ni kwamba yani Godwin anamcontrol. Yani Godwin alikuwa hataki Karen hata atoke mwenyewe. Yani Karen akitaka kutoka lazima atatoka na dereva au nini, yani alikuwa hataki atoke mwenyewe. Kwa hivyo ulikuwa ni huo, yani kwamba hataki hivyo hata Karen atoke awe na marafiki, hataki. Na hizo kuna maelezo anasema kwamba alikuwa anaenda polisi, wanakataa kuchukua maelezo yake siku ya kwanza, siku ya pili hadi siku ya 10. Alikuwa anakupa taarifa kwamba nimeenda polisi wameniambia hivi. Mara ya pili wameniambia hivi. Kweli. Alienda polisi. Wakamwambia kwamba mtu anaweza kutoa taarifa ni ndugu. Okay. Ndio. Kwa hiyo hiyo siku aliyochukuliwa maelezo anasema kwa nini walikubali kuchukua maelezo? Alichukuliwa maelezo wapi mimi sijui, kwa sababu mimi kwa taarifa nilizonazo mpaka kule kwa Malisa tunaamua kuandika kwamba Godwin hapatikani. Kwa taarifa sisi tulizokuwa nazo ni kwamba Godwin hapatikani. Sasa sijui maelezo alitoa wapi, lini, sisi hizo taarifa hatuna. Yaani hakuwapa feedback kwamba nilishahojiwa na polisi na nikasema 1 2 3. Hajawahi kutupa feedback, yani aligo dark kwenye ile namba ambayo alikuwa anapigiwa akawa hapatikani. Na hakuwahi kutupa taarifa, wala jeshi la polisi sisi mpelelezi tuliokuwa tumekabidhiwa hajawahi kutupa taarifa kwamba yeye, taarifa aliyokuwa anatupa ni kwamba Godwin hapatikani. Okay. Ndio. Sababu kwenye maelezo yake anasema kuna maafisa wawili kutokea kwa DCI Dodoma walikuja wakachukua maelezo yake baada ya kuwa anaenda na apewe ushirikiano polisi. Baada kama ya siku 10 ndo hao watu walimuhoji na nini. Baada hapo yeye akaendelea na shughuli zake, akasafiri akaenda Ujerumani, ndo akawa patikani, ndo akawa amerudi tena. Mimi kwa kweli ya kusafiri kwenda Ujerumani yeye mwenyewe ndo anajua. Mimi sijawahi kuambiwa, kwa sababu kama ningekuwa nimeambiwa kwamba mtu alikuja kituo cha polisi tukamhoji
amesafiri, ameenda wapi. Taarifa hizo ningekuwa nazo na nisingeweza kukaa nazo bila kuzisema. Hizo taarifa anajua yeye mwenyewe. Na mimi nafikiri kwa kuwa yeye sisi tulikuwa tunajaribu tu kutaka kupata ufumbuzi. Mimi nadhani jeshi la polisi watamhoji, atatoa hayo maelezo yake. Okay. Na imeshawahi kupita kipindi kirefu hivi Karen hapatikani alafu akaja akapatikana? Hapana. Kwa sababu Karen hata mimi mwenyewe, na mimi nashangaa pale anasema Karen ni rafiki yake. Yeye alimfahamu kwa kuwa alikuwa anaenda ofisini kwake. Watu walikuwa wamefikia mpaka hatua ya uchumba kwa sababu mwezi wa sita mwanzoni au wa 5 mwishoni. Mamake Godwin alimpigia simu Karen. Akamwambia Karen atoe taarifa nyumbani. Mwezi wa 8 kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 25 wanaenda nyumbani kutoa mahari. Na hata ukiangalia kwenye vitu vya Karen, kwenye vitu vyake, kwenye diary zake alikuwa anaandika hiyo mipango yao ya harusi sijui na nini. Okay. Na nataka nikuulize pia, anasema kwamba kuna wakati polisi walitaka mama aje au wewe kwenye kutoa hiyo taarifa, lakini wewe ulikuwa mjamzito, lakini mama alimtumia hela mara kadhaa lakini hakufanikiwa kuja. Nazo ni za kweli au ameongeza hapo? Ni za kweli, hiyo ni kweli. Na kwa nini mlikuwa hamjisa kuandika hiyo? Mimi wakati Karen anapotea nilikuwa mjamzito, nilikuwa na ujauzito wa miezi 8 kasoro. Kwa mimi nisingeweza kusafiri na nilimueleza kwamba mimi sitaweza kusafiri. Na wakati mama ameshapanda basi anataka kuja huko. Baba yangu alipata ajali ya gari. Na nakumbuka mpaka picha ya hiyo ajali ambayo baba alipata, alitumiwa picha Godwin. Na tusikio tulizungumza. Nikamwambia Godwin, umeona mzee amepata ajali? Akaniambia ndio nimeona, mama kanitumia picha. Kwa hiyo kilichokwamisha sisi kuja huko ni hiyo ajali ambayo mzee alipata. Lakini pia waliopotea ni watoto wawili. Ile familia nyingine wakatoa taarifa na upelelezi ukaanza. Kwa sisi tulikuwa tunapewa hiyo mrejesho na sisi tunafuatilia na kila kitu. Okay. Kwa hiyo katika hali ya kawaida mashaka yenu yako wapi? Kama kwanza mliwasiliana na hii familia nyingine na mlikuja kuwasiliana katika namna gani? Mlikuwa mnafahamiana kabla au baada ya tukio ndio likawaunganisha? Tulikuwa tufahamiane. Ndio. Kwa hiyo wao ndio walianza kuwatafuta nyinyi baada ya kujua mdogo wenu aliondoka na mtoto wao? Yaani uwezi amini. Mtu aliyetuunganisha sisi wote ni Godwin. Yaani yeye ndo alinitafuta mimi. Baada ya kunitafuta mimi akamtafuta rafiki yake Karen mwingine. Sijui hapo ilikuja kuaje mpaka akampata na baba yake huyo binti mwingine. Kuna maelezo anasema binti huyo mwingine huwa anafanya biashara, alikuwa anafanya kabla hapo biashara Nairobi. Anaenda kuchukua vitu na nini. Katika maelezo ambayo wewe ulikuwa unafahamu, labda ni kweli? Kwamba huyo binti huyo rafiki yake wa Karen kwamba alikuwa anachukuaga perfume sio kama sio vitu vya vipodozi kutoka Nairobi anakuja kuuza Arusha. Unajua mimi huyo binti sikuwahi kumfahamu. Mpaka siku ambayo Godwin mimi alinipigia simu. Akaniambia Karen ana rafiki yake anaitwa Rahma. Hapo ndo siku ya kwanza nilisikia jina la Rahma. Nikamuuliza Karen kwamba Rahma ni nani, ndo akaniambia Rahma ni rafiki yangu na vitu vyote hivi. Kwa mimi Rahma sikuwa namfahamu kabisa. Na hata mtu ambaye aliniambia mpaka Rahma ni mwanafunzi ni Godwin. Sababu ndo aliniambia nani Rahma ni mwanafunzi wa IAA. Na hiyo siku ambao ametoweka Ijumaa, Jumamosi tuseme ndo alinipigia simu. Jumatatu Rahma alikuwa na mitihani. Akaambia na Jumatatu Rahma alikuwa na mitihani.
Kwa yeye ndo anaweza kuwaelezea watu wawili, maana yeye ndo anafahamu. Mimi Rahma nilikuwa simfahamu. Okay. Na sasa nyinyi kama familia kwa kipindi hiki cha mwaka mzima, watu wanajiuliza kwa nini mlikaa kimya hadi mkaja ku tumefanya mengi, hamna aliyekaa kimya. Tumefanya vitu vingi sana kakaangu, vingi. Vingine hata siwezi kukuelezea, vingi mno. Okay. Vingi sana yani. No. Na hofu yenu ni nini? Kwamba aliko hayuko salama ama kuna dalili zozote ambazo mnazihofia zaidi? Kwanza ukiangalia hata kwenye maelezo yetu ya mwanzo, mimi sijajua kwa nini Godwin amekuja na kujibu hivyo, kwa sababu hakuna mtu aliyemtuhumu kwamba amefanya kitu chochote. Na mpaka sheria iamue vinginevyo, mimi hata mpaka sasa hivi siwezi kumtuhumu moja kwa moja. Lakini yeye ndo alikuwa nao mara ya mwisho. Na mimi najiuliza maswali mengi. Kama yeye Godwin ana uhakika alimrudisha mdogo wangu nyumbani salama, kwa nini ajifiche muda wote? Kwa sababu polisi walienda mpaka nyumbani kwake wakafanya ukaguzi. Wewe mtu umeambiwa nyumbani kwako amekuja polisi, wamefanya ukaguzi, kuna uchunguzi unaendelea. Alishindwaje kwenda kuripoti kituo cha polisi na kuchukuliwa maelezo, ambapo jalada la upelelezi limefunguliwa? Siku zote hizo sisi kila tukifuatilia kwa mpelelezi anatuambia Godwin pia hapatikani. Kwa hiyo tu ndio inayoleta mashaka kwamba Godwin, kama wewe ni innocent, kwa nini yani autoi huo ushirikiano ambao unaelezwa? Ndiyo, na sisi mtu wa mwisho ambaye tunamjua aliyekuwa na wale watu physically ni Godwin. Wakati umeenda kuchukua vitu kwa mdogo wako, ni wewe au ni mama alienda kuchukua vitu vya Karen? Mimi ndo nilienda, ni mimi. Uliuliza majirani hata kama labda usiku wake alirudije Karen, na kama alirudi au hakurudi hiyo siku ya usiku wa tarehe 20? Nilimuuliza jirani yake mmoja ambaye ndo inaonekana, maana Karen anaishi kwenye nyumba ilikuwa na apartment ngapi sikumbuki kuzihesabu, 4 au 5 sikumbuki vizuri. Kuna dada ambaye alikuwepo, inaonekana ndo watu ambao walikuwa wanamwingiliana na Karen. Yule dada ananiambia Karen alimaliza Karen alikuwa anasoma Open University. Okay. Certificate. Siku amemaliza mitihani, akawa anamwalika huyo rafiki yake kwamba huyo jirani yake kwamba tutakuwa tuna nyama choma hapa nje sijui nini kucelebrate. Baadaye tarehe 19 Karen akamwambia yule jirani yake kwamba tumeahirisha. Kwa ndo mara ya mwisho jirani anasema alimuona Karen. Kwa hiyo wanaposema alirudi wala asubuhi, hakuna mtu alimuona Karen hiyo. Kwa wale wapangaji wake wenzake mara mwisho kumuona ni tarehe 19. Ndio. Na kule kwa upande wa kina nayo rafiki yake na Kivona, maana nimpige ile namba nyingine si ndio ya dada yake, naye yuko busy, akaniambia atanirudia. Ndio. Wao mara ya mwisho wanasema walimuona ndugu yao huyo lini? Na Kivona alikuwa anaishi hostel. Kwa hiyo mtu ambaye angeweza kuelezea alimuona na Kivona mara ya mwisho huyo alikuwa anaishi hostel na Kivona kama sijasahau. Alisema alimuona mara ya mwisho Ijumaa na alimwambia anaenda kwa Karen. Kwa hiyo itakuwa walifika kwa Karen wakakutana, Godwin ndo akawatumia dereva wake akawachukua akaenda huko kwa Godwin. Okay. Ndio. Sawa, hadi sasa hivi labda baada ya kutoa hilo tangazo na nini mmeona mabadiliko gani labda yanaonyesha picha au mwanga juu ya hili swali? Mabadiliko ni chanya, tunaishukuru serikali kwa kweli. Mwanga umeanza kuonekana, matumaini yamerejea. Na Godwin aliwatafuta, na kama aliwatafuta hajalalamikia hicho, au kama alilalamikia anachosema nini? Godwin ameenda moja kwa moja kwenye media kuongea leo yaongea. Hakujaribu kuwatafuta? Hapana. Naona pale anasema baba yake anaumwa sukari na pressure,
Hata mama yetu yuko kitandani tangu mwezi wa 10. Alipata stroke. Sasa yeye anaona baba yake anaumwa na sisi wazazi wetu anaumwa. Ungetamani nini kifanyike sasa katika hili? Sio mimi, sisi kama familia tunatamani kupata majibu na kumpata ndugu yetu, kwa sababu kuishi mwaka mzima na sintofahamu sio jambo jepesi. Anasema miongoni mwa vitu ambavyo aliambiwa polisi kwamba mawasiliano ya mwisho ya Karen yanaonekana alikuwepo maeneo ya Namanga. Hiyo habari ilishowahi kuambia hata nyinyi kwamba bana polisi wanasema hivi na hivi? Sisi tuliambiwa na polisi wenyewe kwamba simu ya Karen imezimikia sehemu inaitwa, hakumbuki vizuri, lakini hapakuwa na manga. Hapakuwa na manga. Na hapakuwa mpakani mwa Arusha? Hapana. Ni Longido hapo. Longido ndo njia hiyo ya kwenda Namanga, labda ilikuwa inatembea. Okay, sawa. Basi mimi nakushukuru sana. Unaitwa dada nani ili nipate majina kamili? Mimi naitwa Elizabeth Didas Tarimo. Huo ni upande wa Karen Didas kupitia dada yake amezungumza hayo, lakini tuna nafasi ya kutafuta upande wa pili, upande wa wanakivona Toroka, na wenyewe waeleze kwa namna ambavyo kama familia wanavyopambana kumpata mtoto wao, lakini pia na rafiki yake huyo, na taarifa zipi ambazo wao hadi hivi sasa wanazo. Na tukikamilisha upande huo pia tutaileta taarifa hii na kuwa ni muendelezo wa kile ambacho tumekianzisha, lakini juhudi zote hizi ni kupata ukweli walipo hawa mabinti. Ikiwezekana hata kama wanaona taarifa hizi, basi wajue kabisa ndugu zao wanawatafuta, na imesha kuwa taharuki kwa sababu ni mwaka umepita tangu kutoweka kwao. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas.